Nasikia abiria wengi hawajui hapa. Jamani, abiria mnanisikia? Habari za asubuhi. Mimi ni askari wa polisi, nafikiri mnaniona kutoka Jeshi la Polisi Tanzania, makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani. Sasa tuko barabarani humu kwa ajili ya kukumbushana mambo mengi yanayohusu usalama wetu ndani ya gari, lakini mojawapo ambalo ni kubwa tunaloliona linawasumbua watu wengi ni namna ya ufungaji wa mikanda ya usalama ndani ya vyombo vya usafiri. Tumekuwa na uzoefu huo kwa sababu tumeona mara nyingi tunapoingia kwenye magari watu wengi wanakuwa wameweka loki tu ya mkanda, lakini kiuhalisia wanakuwa bado hawajafunga mikanda. Inawezekana ni kwa sababu ya kutokuelewa maana halisi ya ufungaji wa mkanda, au wakati mwingine ni mapuuza tu na uchovu. Mtu akishafika akiweka mkanda lake kwenye siti hapo, anajiona tayari amefunga mkanda wa usalama. Lakini mkanda wa usalama umewekwa kwa madhumuni maalum ndani ya magari. Dhumuni la kwanza ni kumsaidia abiria asipate madhara pindi linapojitokeza tukio lolote la ajali ndani ya usafiri mnaosafiri nao. Mkanda una kazi moja tu ya kukusaidia wewe kuokoa maisha yako wakati inapotokea ajali unapokuwa ndani ya chombo cha usafiri. Lakini mkanda huu ukiutumia vibaya, kinyume na maelekezo yake na utaratibu wake, unaweza usiwe tena kuwa msaada wa kuokoa maisha yako, bali ukawa ni chanzo cha kukuletea madhara kwenye mwili wako. Kama hutaufunga kwa namna ambavyo inatakiwa, unaweza ukawa ni silaha mbaya ya kukuletea madhara wakati wa ajali ndani ya mwili wako. Kwa maana kwamba hii mikanda ilivyotengenezwa, madhumuni yake ni kumshikanisha au kumfanya abiria awe ameambatana na siti yake, na hata inapotokea changamoto ya ajali asiweze kutoka hapo alipokaa. Kwa maana kwamba ajali kimsingi ziko za aina mbili. Ajali ya kwanza ni kugongana uso kwa uso kwa gari, lakini ajali ya pili ni gari kuacha njia na kuserereka nje ya barabara na kuanguka, aidha kwa kuserereka au kwa kufanya mizunguko wakati wa kuanguka. Sasa mikanda inasaidia nini? Wakati unapokuwa umefunga mkanda wako umekaa kwenye siti, ni kwamba ule mkanda unakufanya wewe uwe ni sehemu ya kwenye gari, kwa maana kiti ulichokalia ni sehemu ya gari. Kwa maana kiti kimefungwa kwenye bodi ya gari, moja kwa moja tafsiri yake ni kwamba hicho kiti kimekuwa sehemu ya gari. Wewe ukija ukikalia siti, ukijifunga mkanda wako ukajiambatanisha na ile siti, na wewe umekuwa ni sehemu ya gari. Usipofunga mkanda ndani ya gari, utakuwa wewe sio sehemu ya gari, utakuwa ni kitu tu ambacho kimeegeshwa kwenye gari, na linapotokea tatizo utatoka kwenye hicho kiti, utakuwa huna uelekeo ndani ya gari. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo unapojifunga mkanda ni kwamba ule mkanda, kwa sababu uko kwenye siti uliokalia, wewe umesha kuwa ni sehemu ya gari. Hata kama itatokea changamoto yoyote ya ajali, itakuwa wewe sio rahisi kutoka kwenye hicho kiti. Madhara ya wewe kutokufunga mkanda na kutoka kwenye kiti wakati wa ajali ni kwamba tunaweza tukakukuta uko nje ya gari wakati gari linapokuwa limepata ajali, aidha ya kugongana uso kwa uso au kuacha njia na kuserereka au kuviringika kwenda nje ya barabara. Wewe utakuwa unazunguka humu ndani ya gari, kwa sababu utakuwa sio sehemu ya gari tena. Utajikuta ukipata upenyo mdogo ambao kuna uwazi kwenye dirisha, utajikuta umetupwa nje ya gari.
Sasa madhara ya kutupwa nje ya gari, huwezi kujua huko nje unakwenda kukutana na nini. Aidha ukaenda kukutana na mawe au visiki au kitu chochote cha kukuletea madhara. Lakini wakati mwingine gari hilo hilo wakati utakapotolewa nje litakutanguliza mbele, lenyewe litakuja juu yako. Lakini utakapokuwa umefunga mkanda wako, ina maana utaendelea kuwa sehemu ya gari. Kama ni mizunguko ya gari, wakati wa kuanguka utaendelea kusalia ndani ya gari mpaka pale gari litakapokwenda kutulia mbele ya safari. Kwa hiyo mnaona namna gani umuhimu wa kufunga mikanda. Lakini kama ni kugongana uso kwa uso, kama ni kugongana uso